Nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 3 katika kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli, sura ya 3 aya 25 na aya 34 hadi 43, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 18 aya 21 hadi 35. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo. Petro alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi, nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefananishwa na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata, akamshika koo, akisema, nilipe uwiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka. Akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana. Wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita, akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatendea ninyi, msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu wapendwa, Mama Kanisa ameweka kipindi cha Kwaresma kila mwaka kiwe sehemu ya kufanya mazoezi ya kiroho kwa kufunga na kusali na kuomba toba, kwa kutafakari uhusiano wetu sisi kwa sisi na uhusiano wetu na Mungu Baba yetu. Tunapoendelea kutafakari katika kipindi hiki, leo Mama Kanisa anatualika kutafakari juu ya swali la Mtume Petro kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi, nami nimsamehe? Hata mara 7? Jibu la Yesu kwa Mtume Petro linafuatana na mfano wa mtumwa asiyesamehe baada ya kusamehewa na bwana wake. Yesu anapotualika kusamehe 7 mara 70, hamaanishi kusamehe mara 490, bali namba 7 katika Biblia ina maana ya ukamilifu na utimilifu, yaani kusamehe katika utimilifu na ukamilifu pasina kuchoka. Hii ndiyo asili ya Mungu Baba yetu wa milele. Siku zote tunapomwomba, yeye amekuwa ni mwenye huruma na msamehevu. Hata hivyo, katika sala ya Bwana, Mungu anatualika kuwa watu wa msamaha kama yeye, kwa maana
tunapomwomba atusamehe makosa yetu, ni wajibu wetu pia kuwasamehe wale wote wanaotukosea. Mfano wa bwana na mtumwa unaakisi kabisa maisha yetu ya kila siku, kwa jinsi Mungu Baba alivyo tayari kutusamehe kama bwana huyu, na sisi kwa jinsi gani tulivyo wagumu kutoa msamaha kwa mambo madogo tunayofanyiwa na wenzetu. Katika mfano huu, bwana huyu anakuwa tayari kumsamehe mtumwa deni kubwa sana, talanta moja, ambao ni sawasawa na shilingi 7,500. Hivyo talanta 10,000 ilikuwa ni sawa na shilingi milioni 75. Hichi ni kiasi kikubwa sana ambacho huyu mtumwa alisamehewa, lakini yeye kwa ugumu wa moyo wake anashindwa kumsamehe dinari 100, ambao ni sawa na shilingi 1. Huu ni uhalisia katika maisha yetu. Tujiulize leo, ni mambo mangapi ambayo ni mabaya na maovu tumefanya mbele za Mungu, na tumekiendea kiti chake cha rehema mara ngapi kuomba rehema yake? Lakini tunapokosana sisi kwa sisi, tumekuwa wazito kusameheana katika mambo madogo madogo. Hivyo katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kuwa watu wa msamaha, kwa kuondoa vinyongo na kuiiga huruma ya Mungu iliyo ya milele. Lakini ni kwa jinsi gani tunaweza kufanya hivi? Moja, kwa kukumbuka jinsi Mungu alivyotusamehe. Tujiulize, kama Mungu ametusamehe mengi, je, nitashindwaje kusamehe na mimi? 2, kwa kujifunza kuachilia chuki na vinyongo, kwani kwa kusamehe tunapata uponyaji. 3, wakati mwingine yatupasa kumwomba Mungu atupe nguvu na moyo wa huruma, kwani sala huondoa hasira polepole. 4, kwa kutambua kwamba msamaha si udhaifu, bali ni nguvu ya kiroho na kiakili. Hivyo basi, tunaposamehe tunapata kufunguliwa mlango wa rehema ya Mungu katika maisha yetu. Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 14 hadi 15. Msamaha huleta utulivu wa ndani kwa kuondoa hasira na chuki. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya 18. Msamaha huleta na huimarisha umoja na mahusiano mazuri. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya 13 hadi ya 14. Msamaha huvuta neema na baraka za Mungu. Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 7. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mungu mwenye huruma, ninasema asante kwa huruma na wema wako kwangu. Naomba unisaidie niwe na moyo wa kusamehe kama wewe ulivyo msamehevu bila masharti. Ondoa ndani yetu moyo wa chuki, vinyongo na kiburi, na kutujalia moyo wa huruma na upendo wa kweli. Tufundishe siku zote kuishi katika msamaha, ili tuwe mfano wa rehema yako kwa wengine. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Florence Exupa Masingo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi asema